Wavuvi wavua mabomu 20 hai ndani ya ziwa Victoria Mbita. Ulikuwa na mshangao mkubwa uliogeuka kuwa hofu baada ya wavuvi katika eneo la Mbita kuvua mabomu 20 hai kutoka ndani ya ziwa Victoria katika matukio mawili tofauti. Kwa mujibu wa polisi, mabomu hayo ni hatari sana na yanaweza kusababisha maafa makubwa kama yangalipuka. Tukio la kwanza lilitokea tarehe mosi Machi mwaka 2026 katika ufuo wa Litare Mbita. Wavuvi hao walidhani wamepata samaki mkubwa baada ya nyavu zao kuwa nzito ghafla. Hata hivyo, walipovuta nyavu zao kuta sanduku lililokuwa limejaa mabomu hai pamoja na risasi. Baada ya kutambua hatari iliyokuwepo, waliweka sanduku hilo ufukweni na kutoa taarifa kwa maafisa wa usalama ambao walifika na kuchukua vilipuzi hivyo. Siku iliyofuata, tarehe 2 Machi, wavuvi wengine katika ufuo wa Konguna walipata mabomu mengine 14 ndani ya ziwa hilo. Eneo hilo linajulikana kwa kuwa na mazalia mazuri ya samaki. Polisi wamesema mabomu hayo ni aina ya propellant na yalikuwa pia na risasi. Vilipuzi hivyo vimepelekwa katika makao makuu ya polisi ya Mbita Sub-County vikisubiri kushughulikiwa na kitengo cha kutegua mabomu kutoka Kisumu. Wavuvi wameeleza wasiwasi wao wakisema kuwa si mara ya kwanza mabomu kama hayo kupatikana katika ziwa hilo. Matukio kama haya yaliwahi kuripotiwa mwaka wa 2021 na hata mwaka wa 2019 ambapo vilipuzi vya zamani vilidhaniwa kuwa ya enzi ya ukoloni vilipatikana vikiwa vimefichwa kwenye masanduku chakavu ndani ya maji ya ziwa. Kufikia sasa, mamlaka hazijaeleza wazi mabomu hayo yaliingiaje ndani ya ziwa Victoria, lakini zimeanzisha kampeni ya uhamasishaji kwa wakazi wa maeneo ya ziwa ili waweze kutambua vilipuzi na kutoa taarifa mapema wanapoviona. Maafisa wa usalama wameonya wavuvi wakazi kuepuka kugusa vitu visivyoeleweka na badala yake kutoa taarifa mara moja kwa vyombo vya usalama ili kuepusha maafa.